Na lingine limekuja kwa kinoti hapa. Jambo la kwanza imekuja biashara ya hewa ya ukaa. Jambo hili serikali inaratibu kupitia ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Na kama ninavyofuatilia kwamba nadhani wiki moja iliyopita Mheshimiwa Rais alimteua mwenyekiti wa bodi, maana kile kituo cha Carbon Monitoring Center kimeshapata hadhi sasa rasmi. Kwa hiyo bahati nzuri mkoa wa Arusha una potential hiyo. Kuna watu wanalima kahawa ambayo ukiangalia katika mkoa wa Kagera watu wana benefit kupitia zao la kahawa katika carbon trading. Wale ambao wanaona watakuwa tayari, naomba tuwasiliane na kituo cha Carbon Monitoring Center kiko pale Morogoro. Tuhakikishe tunafanya hili kama mkoa wa Katavi, kama wilaya ya Tanganyika sasa mkoa wa Katavi ambao kwa mwaka sasa hivi wamefika bilioni 14 ni on source kupitia carbon trading. Kwa imani yangu kwamba mkoa wa Arusha tunaweza kutumia fursa hiyo kwa sababu tuna rasilimali nyingi zinaweza kuingizwa katika upande wa biashara ya carbon. Hili nitaka kulijibu kwanza kwa sababu lilikuja kwa njia ya maandishi. Upande wa pili, swala zima tumezungumza magadi soda. Fedha iko wapi? Naombe ndugu zangu, jambo la kwanza, mradi ule utatoa ajira nyingi sana. Mradi wa magadi soda wa Ngaruka utatoa ajira nyingi sana. Niwaombe vijana wa Arusha, sie ndio tuwe beneficiaries wa kwanza katika kushughulikia hizo fursa. Lakini jambo la pili, tunafahamu kama nilivyosema, watu ambao wenye kuandaa sasa hivi kufuga kuku wafuge kuku. Wenye kuandaa bustani kutia mboga mboga waandae bustani. Tutumie fursa hiyo katika mradi wa magadi soda, lakini kubwa zaidi katika mradi, kazi kubwa inayokuja kwa michezo yetu ya AFCON, tusiache hiyo fursa isije kujikuta kwamba tuna import vitu kutoka nje wakati sisi hapa Arusha ndio watu wa kwanza kuweza kunufaika katika eneo hilo. Eneo la tatu, swala zima naomba niwape message, tumefanya mabadiliko ya sheria namba 8 ya FCC, swala la meja. Sasa hivi tumeruhusu makampuni mengi yaweze kuingia katika meja kuweza kuungana. Muunganiko huu unasaidia sana swala zima la uwekezaji nchini. Sasa hivi baadhi ya makampuni kadhaa yameshafanya meja ambayo imesaidia hata kwa swala zima kuongeza kiwango cha ajira, lakini swala zima kuweka matumaini makubwa katika upande wa uchumi. Niombe wawekezaji wa Arusha, kama kuna watu ambao wanataka kufanya meja, naomba tusisite kufanya partnership na wenzetu wengine kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi. Tufanye meja kwa ajili ya kuhakikisha uchumi wa Arusha unasonga mbele na hasa katika upande wa uwekezaji. Eneo lingine, niombe mkoa wa Arusha na hasa jiji la Arusha, niombe ikiwezekana, bahati nzuri Msaikimea hapa upo, swala lingine la fedha linapatikana wapi? Tuanzishe soko kuu la mazao hapa Arusha. Mtu yoyote akitaka ku-export, mimi naamini tunaweza kutumia mapato ya ndani tukaanzisha soko. Mazao yoyote yakienda Sudani Kusini yaende wapi, yatatoka hapa Arusha. Watu wanakuja kununua mazao hapa soko la Arusha. Ni source of income na itasaidia mabadiliko makubwa sana ya uchumi. Kwa hiyo hilo nadhani tukifanya hivyo tutafanya vizuri zaidi. Badala ya watu kwenda mpaka mashambani kule kwa mkulima kwenda kununua dengu, kununua nini, waje sokoni hapa, soko kuu la Arusha la nafaka la kisasa, tutafanya mapinduzi makubwa sana. Tufanye forum kama hizi. Wakonda umeonyesha njia. Omera atafanya kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 30. Na mikoa mingine tukifanya hivi, sisi mawaziri tuko tayari kuhama mkoa kwa mkoa. Twende tukafanye mjadala mpana, tuibadilishe nchi yetu isonge mbele. Mwisho kabisa, sio kwa muhimu, ni swala zima tujifahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuwa na amani tusingeweza kukaa hapa saizi kujadili haya. Tunajadili haya yote hapa katika mkutano huu, hayawezi kupata thamani kama tutapoteza amani ya nchi yetu. Wakati wa uchaguzi, wakati mwingine ndio kunakuwa na joto la kuharibu amani. Sisi wa Tanzania tuendelee kuwa mfano katika maeneo yetu, kulinda amani, kwa sababu uwekezaji wa aina yoyote unakuja kwa sababu ya amani na usalama. Hili ndio jambo langu la mwisho, na asanteni sana. Asante sana Jeff.